إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni ndugu zangu pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumtii Allah tabaraka wa taala, kwani wanayemtii Allah ndio ambao watakuwa ni wenye kufaulu. Ama katika ukumbusho ambao nitawakumbusha nyie pamoja na mimi katika muhadhara wetu wa leo, insha Allah tutazungumza ma yantafiu bihi almayit, ni yale mambo ambayo ananufaika nayo maiti. Ndugu zangu, sisi kama Allah alivyotuumba na akatuthibitishia ya kwamba kila nafsi itaonja mauti, kwamba kullu nafsin dha'iqatul maut, kwamba kila nafsi, chochote kile ambacho kina nafsi kitaondoka, kwa maana kitakufa kwa ule wakati ambao Allah tabaraka wa taala amepanga kwamba nafsi hii nimeiumba, alafu itakaa kwa muda fulani, alafu itaondoka. Na muda huo si hatujui kwa kweli. Hakuna yeyote katika sisi anajua kwamba siku fulani mimi nitaondoka. Labda tu itokee kwamba akawa na maradhi, akawa ni makali yamemwelemea, akawa anafikiria hii inawezekana kwamba haya maradhi mimi naondoka nayo haya. Lakini inawezekana pamoja na kuumwa huku, inawezekana kwamba naye ukapona, Allah akakuponya ukaendelea na maisha. Mwingine ni mzima na afya nzuri, hatarajii hata kufikiria kwenye akili yake kwamba naweza nikaondoka leo kesho. Lakini huyo anaweza kaondoka baada ya muda mchache, anaondoka katika dunia hii. Kwa hiyo Allah ndio anajua kwamba fulani ataondoka muda gani, kwa hali gani, yeye ndio anayefahamu. Kwa maana hiyo basi tunajua kwamba tutaondoka katika dunia hii na tutakufa. Sasa kama tutakufa, lazima tuwe na kitu ambacho kitatusaidia hata wakati tumeshaondoka. Zile kheri ambazo zinatufikia sisi, kheri ambazo zinaendelea kuwekwa katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, basi hayo mema yaweze kuendelea sikatike baada si kuondoka. Yapo mambo ambayo ukishaondoka wewe katika dunia hii, mengine ndo huwezi kuyafanya tena, huwezi kufaidika nayo tena. Lakini kuna baadhi ya mambo ukishaondoka katika dunia hii yakawepo hayo, basi hata ukiwa katika kaburi lako, basi waendelea kunufaika na hayo ambayo ulioyaacha. Mimi sitoyataja yote, yako mengi, lakini nitapita tu kulingana na muda, yale machache ambayo tutakumbushana basi tuyachukue na tuyafanyie kazi. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, inna nahnu nuhyil mauta wa naktub ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, katika surati Yasin aya 12. Ndugu zangu katika imani, Allah anatuambia hakika sisi Allah
anasema hakika sisi, kwa maana anajitukuza yeye mwenyewe, hakika sisi tuna huisha waliokufa, kwa maana tunawafufua waliokufa. Allah atawafufua waliokufa. Alafu vile vile anasema na tunaandika yote yale ambayo wameyatanguliza, yote mlioyatanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema kwamba ameyaandika, yapo, ameyasajili, yapo, pamoja na kwamba wao wameshayasahau, lakini Allah ameyadhibiti, yapo, tenda kuyakuta. Na vile vile sio hivyo tu, sio yale waliotanguliza na athari zao, tutakuja kujua athari ni zipi, na athari zao ambazo wameziacha, na vile vile tutaendelea kuziandika, na wataendelea kupata kheri kama ni kheri, na wataendelea kupata mabaya kama ni mabaya. Na akasema kwamba kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba amedhibiti katika kitabu ambacho kinaweka mambo wazi. Haya Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba yale yote ambayo watu wameyatanguliza yeye ameyaandika, yapo, na athari zao vile vile nazo zinaandikwa na zitapakia, na wataendelea kupata zile kheri ambazo wameziacha katika athari hizo. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi ambayo ameipokea Muslim katika sahihi yake, katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu akasema, idha mata ibn adam au idha mata al-insan inqata amaluhu, au katika riwaya nyingine anasema kwamba idha mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalatha, kwamba mwanadamu akifa, mwanadamu yeyote akifa, basi matendo yake yote yaliyokuwa anayafanya na katika, kwa maana hawezi kufanya tena. Kama ulikuwa unaswali, huswali tena wewe. Kama ulikuwa unasoma Qur'ani, usomi tena. Kama ulikuwa sijui unafunga siku ya Jumatatu, unafunga yale masiku meupe, unafunga siku hizi kama hizi za Dhulhijja, zile siku 10 zile, unafunga sunna mbalimbali, huwezi kufunga tena, matendo yako yote yamekatika. Lakini akasema kwamba illa bin thalatha, isipokuwa yatabakia mambo ambayo hayatakatika katika mambo matatu. Haya hayatokatika kwa kufa wewe, kwa maana utaendelea kupata kheri katika mambo matatu. Sijui tunayo hayo mambo, tutayataja. Kama unayo, ukiondoka katika dunia hii utaendelea kupata thawabu kupitia hayo mambo matatu. Wewe andikiwa thawabu tu kwa hayo mambo matatu huko kwenye kaburi lako, uendelea kupata kheri. Moja katika hilo akasema, illa min sadaqatin jariya, mambo yote yamekatika isipokuwa utaendelea kupata kheri kwa mambo haya matatu. Moja katika hilo anasema kama mtu alitoa sadaka yenye kuendelea. Sadaka yenye kuendelea, tolee mfano, sadaka zenye kuendelea ziko nyingi sana. Mathalan, hapa kuna msikiti hapa wa Maturubai, wakati wanataka kujenga, au wewe mwenyewe kabisa kaamua, bwana mimi nataka nijenge msikiti huu, ukaujenga ukakamilika, watu wakaanza kufanya ibada ndani, hii ni sadaka yenye kuendelea hii. Mpaka msikiti huu watu waje waache kuswali, ni siku nyingi sana, wewe waendelea kupata thawabu hata kama uko kaburini. Ukiwa hai na ukiwa kaburini utaendelea kupata thawabu. Au ukashindwa kujenga jengo lenyewe lote wewe mwenyewe peke yako, lakini ukachangia chochote ambacho kimesimamisha msikiti huu, ima tofali 10, ukatoa simenti, labda simenti kadhaa kwa uwezo wako, umetoa nondo, umefanya lolote lile ambalo msikiti huu umejengwa, ukalota labda mchanga, huo mchanga wakaujengea msikiti huu, wakafetua matofali kwa mchanga huo, jengo likasimama, wewe uko katika sehemu waliojenga msikiti. Ukiondoka, maadamu msikiti huu waendelea kufanywa ibada, wote endelea kupata thawabu ukiwa hai na ukiwa katika kaburi lako. Hiyo ni moja katika sadaka yenye kuendelea.
Au ukapanda mti wa matunda, watu wanaendelea kula matunda, wewe uko duniani unaendelea kupata thawabu. Umeshakufa, mti upo, watu wanakula matunda, wewe endelea kupata thawabu uko ndani ya kaburi lako. Tena sio watu tu, hata kama ndege amekuja amekula unapata thawabu, mnyama amekuja amekula unapata thawabu, mdudu amekula unapata thawabu, hata mwizi aliyeiba akaiba akaenda kula yeye unapata thawabu. Umepanda mti, unaona, umepanda mti, watu wanaendelea kula matunda. Au kachimba kisima, watu wanachota kule kwenye makorongo kule, machemchem kule, hakuna kisima, wala labda watu wanapata shida, wewe kaenda na jembe ukachimba kile kisima, watu wakaanza kuchota maji, uendelea kupata thawabu kwa yale maji uliyachimba wewe mwenyewe. Kwa sasa hivi na vile vile inawezekana kwamba ukavuta bomba likaja labda sehemu ambao watu wanapata huduma, ima msikitini au wapi au wapi. Au kuna nyumba ya mayatima hawana maji, woka ukavuta mfereji ukaenda ukawekea maji pale, wanaendelea kutumia maji. Wewe unaendelea kupata thawabu mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala hata kama uko kaburini. Hiyo ni miongoni mwa nini? Mwa sadaka yenye kuendelea. Kwa hiyo sadaka hii ya kuendelea utaendelea kupata thawabu hata kama umeshakufa, yale zile thawabu hazikatiki, zitaendelea. Hilo ni la kwanza. La pili akasema au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo inapatiwa manufaa kwayo. Wewe ulikuwa ni mjuzi katika elimu ya kisheria, na ile elimu ambayo yenye manufaa isiyokuwa na madhara yoyote katika maisha ya mwanadamu, ukawa umewafundisha watu wakajua elimu hiyo wakaendelea kuitumia, ukiwa hai unaendelea kupata thawabu hata kama uko kaburini. Hii elimu iliyokuwa umeisambaza, watu wanaitumia, watu wanafaidika nayo, wewe waendelea kupata thawabu ukiwa uko katika kaburi, maadamu elimu yako hii inaendelea kutumika. Tulee mfano mmoja tu. Wewe umesoma dini, unaijua, ukamfundisha mwenzako alikuwa hajui kutawadha, ukamfahamisha namna ya kutawadha kama alivyofundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au mtoto mwema uliomwacha katika dunia hii, wewe umeshaondoka, Allah amekuchukua huko ndani ya kaburi, ukaacha mtoto mwema uliomfundisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaendelea kuitumikia dini ya Allah, anawafundisha watu dini ya Allah, anawaelekeza watu dini ya Allah, wewe uko kaburini uendelea kupata thawabu kwa yule mtoto mwema uliomwacha katika dunia. Tukianza kuulizana, hivi watu wenye watoto wema wako wapi? Hapa sasa ndio tunapata umuhimu kwamba kila Muislamu anatakiwa afundishe watoto wake dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madrasa zipo, watu wanasoma, huwahimizi watoto nendeni mkasome. Unamfundisha, unamsimamia vizuri kabisa mpaka aijue dini. Wewe unapata thawabu ukiwa hai ulivyo. Hata ukiondoka katika dunia hii, umemwacha kijana wako anaijua dini, anaendelea kufanya ibada, kwa kule wewe kumuhimiza kwenda kusoma, utaendelea kupata thawabu uko ndani ya kaburi lako. Tena sio hivyo tu, na yeye ataendelea kukuombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama tutakapokuja kuona uko mbele tunakoelekea. Anakuombea kwa Allah. Tena akikukumbuka tu, kama ni mama akikutaja tu, akikukumbuka tu, asema Allah mrehemu mama yangu, amsamehe makosa yake, ampe pepo. Mtoto wako unaendelea kuombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama anazungumza na watoto wake, jamani, bibi yenu alikuwa ni mtu wa kheri, mashallah, alikuwa ananihimiza kwenda kusoma. Hivi sasa mimi nawaambia muende kusoma, mnafanya uzembe. Akikutaja tu, anawahadithia wajukuu zako, anakuombea dua wewe ndani ya kaburi lako. Huyo ni mtoto mwema huyo. Nyie mwataka kwamba muache watoto wanavuta bangi, wanakula madawa ya kulevya, wamevaa suruali hazieleweki, suruali hujui kwamba iko juu au iko chini, hata kukimbia kwenyewe wanakimbia kama vile miguu mibovu. Unataka muache watoto wa namna hiyo? Hata ukiwa hai basi anaomba kwamba madha aondoke huyu au dingi aondoke. Unataka muache wa namna hiyo, wasio kuombeeni hata kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasio kuwa na athari yoyote? Mtoto mwema ambaye atakuombea dua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu ndio mtoto ambaye anatakiwa. Haya ni mambo matatu ambayo
atafaidika mtu pindi ipo atakapokuwa amekufa, alafu yeye ameacha hivi vitu, vitaendelea kumpatisha yeye nini? Thawabu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ameacha vitu ambavyo ni vizuri. Ndugu zangu katika imani, kwa hii aya ambayo tumeisoma na hadithi ambayo tumeisoma, huyu mwanadamu huyu aliyekufa ananufaika na hizi amali, ananufaika yeye na hizi amali. Miongoni mwa hayo mambo sasa tutayataja baadhi. Anasema kwamba dua ul muslim lahu, kwamba inawezekana kwamba wewe umeondoka alafu Muislamu akakuombea wewe dua. Muislamu yeyote tu, ndugu yako yeyote Muislamu, akakuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, katika sura al-Hashr. Allah anasema katika aya hii, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao walikuja baada yao. Hapo wanakusudiwa maswahaba kule, wale waliokuja baada ya maswahaba, wakaja baada ya maswahaba kuondoka, wakaja hao waislamu hao, wanasema nini? Yaquluna, wanasema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kwanza wanawaambia, ee Mola wetu, tusamehe sisi, tusamehe makosa yetu sisi, tena sio sisi tu, na wale ndugu zetu ambao wametutangulia katika imani, na wasamehe na ndugu zetu waliotangulia katika imani, walioko wako sawa sawa, wana imani ya kweli. Tusamehe sisi na wasamehe na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Wala tajal fi qulubina ghilla lilladhina amanu, na wala usijokajalia katika nyoyo zetu kuwe kuna chuki, kuwe kuna mafundo. Sawa kuwe kuna chuki na mafundo kwa wale waliokuwa wameamini sawa sawa. Yani usijokawa na mafundo, usijokawa na chuki na wale wenzetu waliotangulia maswahaba na wale waliowafuata maswahaba mpaka wewe hivi leo. Usiwe na fundo la aina yoyote, usiwe na chuki ya aina yoyote. Hao wanawaombea wale waliotangulia, na vile vile sio hivyo tu, na wakawa mwema wale ambao watakuja baada yako, nao watasema hivyo hivyo. Dua inaingia kwa wote ambao wameshatangulia tayari, maadamu walikuwa na imani ya sawa sawa. Kwa hiyo Muislamu mwenzako anaweza kukuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile dua ikakupata na ukapata faida nayo. Si mna majamaa, mna marafiki. Sio hivyo tu, hata wewe mwenyewe unaweza kaomba dua. Naona kwamba yeye Mwenyezi Mungu tusamehe sisi na wasamehe na ndugu zetu wote, Waislamu wote waliotangulia mbele haki. Wewe umetangulia na ni Muislamu, unapata ile dua. Kwa hiyo hapa tunapata kwamba dua ya Muislamu anaweza kumwombea mwenzake ambaye ni Muislamu. Kuna hadithi ipo hapa ambaye amepokea Muslim katika sahihi yake, hadithi ambayo amepokea Sufwan ibn Abdullah, kwamba anna Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume sallallahu asema kwamba da'watul mar almuslim li akhihi bi dhahri alghaib, asema mustajabatun inda ra'sihi malak muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair qala almalak, asema almuwakkal bih amin walaka bimithl. Katika hadithi hii, hadithi inatufundisha kwamba kumwombea Muislamu mwenzako kama hayupo, yani hauko na yeye pale, kama ni mtu ambaye bado yuko hai, hayupo pamoja na wewe, yani unamwombea kwa siri. Yeye hayupo, kamwombea tu. Uona jamaa yako kamwombea, Mwenyezi Mungu nakuomba umfanyie wepesi ndugu yangu katika jambo fulani, au mponye ndugu yangu fulani ana maradhi, unamwombea hali ya kuwa yeye hayupo. Hii ni dua ambayo ni nzuri sana. Na vile vile katika dua ambayo ni ghaibu, na vile vile wale waliokufa, wale ni ghaibu, hawapo pamoja na sisi, hiyo ni vile vile inaingia, kwamba kuombea wenzako ambao tayari wameshatangulia mbele haki ni katika dua ambayo ni vile vile inatakikana.
Katika hadithi hii sema dua ya mtu ambaye ni Muislamu kumwombea ndugu yake akiwa hayupo, hii dua ni yenye kukubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inakubalika moja kwa moja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Asema wakati anaomba dua kwa huyu ambaye anaomba, asema kwamba katika kichwa chake kuna malaika ambaye amewakilishwa kwake yeye, yuko pamoja na wewe. Kila unapoomba kumwombea ndugu yako jambo la kheri, yule malaika aliyewakilishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwako wewe anasema amin, anaitikia ile dua. Ukimwombea tu yule malaika anasema amin. Amin maana yake nini jamani? Hapa watu tukisema waladhdallin wasema amin, au watu wakiomba dua wasema amin. Maana yake nini amin? Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu tukubalie dua yetu. Si ndio? Mwenyezi Mungu tukubalie dua yetu. Haya, malaika huyu anasema amin kwa maana kwamba Mwenyezi Mungu kubali dua hii iliyoombwa na huyu bwana. Malaika hawamwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanatekeleza walioamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawamwasi Allah. Wakiitika dua kwa maana inakubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huyu malaika anaitika anasema amin. Sawa? Alafu anasema wala kabimithil. Na wewe vile vile uliomba dua, malaika anakuombea dua anasema na Allah akupe mfano wa hiyo dua uliyomwombea ndugu yako. Hii dua uliyoomba Allah vile vile afanye nini? Allah akupe hivyo hivyo kama ulivyomwombea ndugu yako. Sikiliza, kuna hadithi ambayo amezungumza Darda. Asema qalat Darda kana li Abi Darda 60 wa 300 khalil fillah. Darda anasema hivi, Baba Darda alikuwa ana marafiki 360. Sikiliza vizuri. Huyu Mama Darda anasema mume wake ambaye ni Abi Darda alikuwa ana marafiki 360. Tena marafiki hawa ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marafiki kwa ajili ya Allah kikweli kweli wako 300 na ngapi? 60. Sheikh, una marafiki wangapi? Wanafika 360? Hawafiki. Unaona? Tujalie wafiki alhamdulillah au wazidi. Si ndio? Watu wana marafiki bwana. Lakini kwa ajili ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hao marafiki hao kwa ajili ya Allah. Sasa Mama Darda anasema kwamba Baba Darda alikuwa na marafiki 360 kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tena marafiki hawa yad'u lahum fi salah, alikuwa anawaombea marafiki hawa katika swala. Anawaombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa anafanya nini? Anaswali. Anawaombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sema faqultu lahu fi dhalik. Mimi Mama Darda ndo anaeleza. Anasema nikamwambia mume wangu huyu kuhusiana na hilo kwamba anaombea watu 360 katika swala. Nikamwambia faqal, asema innahu laysa rajulun yad'u li akhihi fil ghaib illa wa kullu dhalik wakkala Allah bihi malakain yaqulan walaka bimithl afala arghab an tad'u li almalaika. Akasema hivi, nikamwambia kuhusiana na hilo, mbona waombea wenzako 360 tu wote hawa ya nini? Akasema hivi, sio kwamba mtu akimwombea ndugu yake kwa dua ambayo ni ya ghaib, yani ndugu yake huyo akiwa hayupo, isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewakilisha malaika wawili. Hao malaika wawili wanasema, wakishamwombea mwenzako, malaika wale wawili wanasema wala kabimithil, na wapate mfano wa hiyo dua uliyomwombea mwenzako. Sasa mimi nikawaombea ndugu zangu wa 360 kila mmoja, alafu malaika naye vile vile aseme na wao pewe hivyo hivyo kama ulivyoombea wenzako wa 360. Hivi uone kwamba mimi nitakuwa na kheri nyingi. Mama Darda, umesema kwamba jamaa zako 100 wapate kila mmoja gari, na wao wamesema na wapate mfano wewe. Wao magari mangapi? 100 uko peke yako.
Allah wajalie wafanye ibada, waendelee kufanya ibada. Malaika anasema wala kabimithil, na wewe vile vile upate hivyo hivyo, na wewe endelee kufanya ibada mpaka uondoke katika dunia hii. Sasa huoni kuna kheri? Ni wangapi ambao tunaombeana kheri jamani? Kwamba umeombea mwenzako kwamba Allah amjalie apate nyumba nzuri, apate maisha mazuri, akae vizuri. Ukiomba namna hiyo, malaika anasema na wewe upate hivyo hivyo. Hivi kama kweli tungekuwa tunafahamu namna hiyo, singekuwa kila wakati sisi tunaombea wenzetu kheri? Lakini hivi leo tunafanya nini? Tunaombeana shari, ndugu zangu katika imani. Wewe unataka mwenzako aharibikiwe kabisa, eti wewe kwa sababu huna hicho kitu, wewe unataka mwenzako naye asipate kama wewe, tena unataka awe mbaya zaidi kuliko hata wewe. Kwa hiyo jambo la kuombeana kheri, kuombeana dua, ndugu zangu, ni jambo ambalo ni zuri na litakuwa linenye kuleta kheri kwetu sisi tukiwa tunalifanya jambo kama hili. Ndugu zangu katika imani, tunaendelea baada ya kuangalia jambo la kwanza ambalo linamfanya mtu aendelee kupata kheri, tuende jambo la pili. Tunaambiwa jambo la pili, ukishakufa alafu jambo hilo likafanywa, wewe vile vile hizo kheri zinakufikia. Tukaambiwa kwamba mathalan kulipiwa deni, hasa hapa Sheikh amelizungumza pamoja na madeni ya kawaida yapo, asema kwamba kulipiwa deni la somu na ndugu yako kama uliliacha. Hili la somu imekuja hadithi ambayo imepokewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asema man mata wa alayhi siyam swama alayhi waliyuhu, asema yeyote ambaye atakufa na amekufa aliyakuwa anasomu, anadaiwa somu, basi atafungiwa hiyo somu na wali wake, ima ni baba yake au kaka yake, yoyote yule ni katika watu wake wa karibu atamlipia. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Kuna hadithi nyingine, ni hadithi ambayo amepokea Abu Daud katika suna yake kutoka katika hadithi Ibn Abbas radhiallahu anhuma, asema anna mra'atan rakibat al-bahr, kwamba mwanamke mmoja alisafiri katika bahari. Wakati amesafiri katika bahari, asema fanadharat inna jaha Allah an tasuma shahran. Huyu mwanamke aliposafiri katika bahari akasema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atamwokoa katika safari hiyo kwenye bahari, atakuja kufunga mwezi mzima. Yani akaweka nadhiri, Allah akiniokoa katika safari hii baharini, kama unavyofahamu kwamba mtu kwenye bahari, watu wengine kusafiri huko ni shida, anasema kwamba Allah kama ataniokoa katika safari hii, basi nitafunga mwezi mzima. Fanajaha Allahu falam tasum hatta matat, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwokoa katika safari yake, akapita salama bila kuwa na matatizo, lakini hakufunga mpaka akafikiwa na mauti. Ile nadhiri aliyosema hakuifunga mpaka mauti yakamfika. Lakini fajaati ibnatuha au ukhtuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akaja binti yake kwa Mtume sallallahu au dada yake alienda kwa Mtume sallallahu, moja katika hao wawili akaenda akamwambia Mtume sallallahu kwamba mama yangu aliweka nadhiri kwamba kama atasafiri vizuri katika bahari aliyokuwa amesafiri atakuja kufunga mwezi mzima, lakini akafa, alikuwa bado hajatekeleza nadhiri hiyo. Lakini Mtume sallallahu baada ya kusema hivyo, Mtume sallallahu akamwamrisha kwamba amfungie hiyo nadhiri aliyeiweka, akamwambia mfungie. Akaanza kufanya nini? Akaanza kufunga, akamfungia. Katika hadithi hii ndugu zangu, au hadithi hizi mbili, ni dalili ambayo imekuja katika sheria kwamba kufungiwa na wali wa maiti somo ambayo ni ya nadhiri, na hili wameafikiana wanachuoni juu ya hilo,
lakini wakakhtalifiana katika somo sio kwa ya nadhiri. Tuelewane vizuri yani wanachuoni wamekubaliana kwamba maiti anafungiwa funga ile ambayo aliweka nadhiri. Funga ya nadhiri ni lazima. Aliyeweka nadhiri yeye mwenyewe amejifunga mwenyewe kwamba ikitokea kadha nitafanya kadha, hiyo ni nadhiri. Kwamba nikifanikiwa jambo fulani nitatoa sadaka msikitini 100,000, hiyo ni lazima uitoe. Usipoitoa ni deni, utaenda kudaiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana tukaambiwa kwamba kuweka nadhiri ni katika ibada. Ukiweka kwa ajili ya Allah ni ibada, haina shaka, lakini si vizuri mtu kujifunga namna hiyo. Hujaamrishwa wewe unajifunga mwenyewe. Tusitoe nadhiri mara nyingi sana, kwa sababu wakati mwingine unaweza kusahau alafu kaingia katika dhima. Kwa maana hiyo basi wakasema wanachuoni wamekubaliana kwamba funga ambayo anafungiwa yule ambaye amekufa anafunga ni funga ya nadhiri, lakini funga isiyo kwa nadhiri wanachuoni wamekhtalifiana katika hilo. Wengine wakasema kwamba anafungiwa, wengine wakasema hafungiwi, lakini itifaki ni kwamba funga ambayo anafungiwa ni ile ambayo ameweka nadhiri, ndio ambayo maiti anafungiwa. Kwa hiyo akafungiwa maiti, zile thawabu zinaenda kwake, na maana deni linafanya nini? Linaondoka, thawabu zinapatikana kwake. Hilo ni jambo la tatu. Kisha jambo lingine tukaambiwa kwamba ma yaf'aluhu alwalad as-salih min al-a'mali salihah, asema kwamba jambo ambalo vile vile linamfikia mzazi wakati yuko kaburini ni kile ambacho anakifanya mtoto wake aliyemwema katika matendo mazuri. Ukawa una mtoto uliyomwacha kama tulivyozungumza, akafanya matendo mazuri, akakufanyia wewe, unaona, au kafanya yeye kwa sababu ulishamfundisha, unapata ujira. Au akafanya jambo akasema kwamba hili namfanyia mzazi wangu, unapata ujira katika yale ambayo yamewekwa katika sheria kwamba hili akilifanya basi ujira wake unafika. Akifanya hivyo mtoto wako, wewe unafanya nini? Unapata ujira. Au yeye akifanya ibada ambayo ulimfundisha wewe, basi utapata na wewe gawio vile vile. Akiswali kwa sababu ulimuhimiza kuswali, atapata yeye thawabu za kuswali, na vile vile na wewe utagawiwa vile vile thawabu za kuswali mtoto wako, pasi na kupunguziwa chochote. Kama mpata thawabu labda 1,000, yeye atapewa 1,000 yake, alafu 1,000 nyingine unapewa wewe. Uko ndani ya kaburi, unawekewa katika mizani yako. Umemfundisha labda dua fulani, labda kula, umemfundisha mtoto, ukianza kula sema bismillah. Na akina mama ndo hasa ndo kazi zao. Mtoto mdogo ameanza kuzungumza, anaanza kumfundisha kula na kusema bismillah, mtoto anatamka hata kama anatamka kwa shida kwa sababu bado mdogo. Kula na mkono wa kulia, akamfundisha adabu hiyo. Mtoto akakua akaendelea kufanyia kazi jambo hilo, basi yake ilifanya hata kama uko kaburini, akilifanya anapata thawabu, na ona gawiwa vile vile thawabu za hili jambo ambalo amefanya mtoto wako katika mambo mazuri. Ni khairi kubwa sana ndugu zangu katika imani wa Allah. Yani hapa tunapata msukumo mkubwa kwamba tuwafundishe watoto wetu mambo ya khairi, tuwafundishe watoto wetu mambo ya dini, waendelee kufanya wakati tunawashuhudia, mioyo yetu inakuwa na raha. Hata kama tumeshaondoka katika dunia hii, watoto wetu wataendelea kufanya mambo ya khairi na aliyakuwa si hatupo. Thawabu wanapata wao na sisi tunagawiwa vile vile tuko kaburini. Lakini utakuta ndugu zangu, wallahi tunapata mtihani mkubwa sana. Una mabinti 2 watatu. Kwanza mtihani mmoja, hawajui dini, hata kutawadha hawajui, hata akiruku hajui, kula kwenyewe hata kula jambo ambalo jepesi kula hajui, anakula na mkono wa kushoto, bismillah haijui, kuvaa kwenyewe ndio hivyo, nguo hazieleweki. Ukija kwa watoto wa kiume mtihani. Sasa sisi tukiondoka katika kwanza tukiwa hai tunapata shida. Je, ukiwa kaburini atakumbuka saa ngapi wewe? Tujitahidi ndugu zangu, ili tuweze kupata mavuno kama haya tukiwa hai, na tukishaondoka watoto wetu waendelee kutufaidisha sisi, tuendelee kufaidika. Kwa sababu gani unapata khairi kwa huyu mtoto wako? Kwa sababu mtoto wako ndio chumo lako, ni chumo lako wewe mwenyewe. Utaendelea kufaidika
na zile kheri ambazo anazifanya mtoto wako. Amekutolea sadaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unapata kheri. Ndio maana utakuta wakati mwingine kama tumekaa katika mambo ya kheri, mtu anatoa sadaka anasema jamani, hii ya kwangu, hii ya mke wangu, hii ya mama yangu, hii ya baba yangu, hii ya watoto wangu. Anakuelewa, anaelewa. Uko hai anakutolea. Umeondoka duniani anakutolea. Akisha kutolea sadaka, pengine kuna jengo msikiti akatoa hata matofali 10. Anasema haya jamani, natoa kwa ajili ya mama yangu au kwa ajili ya baba yangu. Msikiti unajengwa. Wewe endelea kupata kheri kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mizani inazidi kujaa ya mambo mazuri. Siku ya kiyama unafufuliwa, unaoneshwa amali nyingi kweli kweli. Wewe tangu umeondoka katika dunia hii hujawahi kujenga msikiti, hata kufagia hujawahi kufagia. Lakini unaenda kuona mbona kuna thawabu za kujenga msikiti zimetoka wapi? Unamwambia Allah, mimi mbona sijafanya hii? Wapi? Imetoka wapi? Bia, uliacha mtoto mwema huko amekujengea. Alipeleka mfuko mmoja wa simenti pale, umepigwa lipi pale. Alipeleka pesa ya ubao mmoja, umepaua jengo la msikiti, watu wanaendelea kuswali. Ndio kheri zenyewe hizo. Sema mashaallah. Thawabu zimekuwa nyingi. Wewe uliondoka kifurushi kidogo, lakini uko kaburini kifurushi kinazidi kujaa. Haya yote yanapatikana kwa kupatikana watoto wazuri, wenye kumtambua Allah, wenye kutambua umuhimu wa wazazi wakiwa hai na hali ya kuwa hata kama wako makaburini. Hili haliwezi kupatikana kwa watu hawa wanayetembea suruali zina kama vile amebeba tofali, anashindwa hata kukimbia. Hawezi kupata mtu kama hata kidogo kabisa. Kwanza mwenyewe ajielewe, atakuja kukuelewa wewe. Hakuna hiyo kitu. Bado tunapata umuhimu wa kufundisha watoto mambo ya dini ili waweze kukaa katika mazingira ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo lingine ambalo ni la 5, anasema kwamba hakika katika yale ambayo yanawapata waumini litampata muumini katika matendo yake yaliyo mema baada ya kufa kwake. Asema ilman allamahu wa nasharahu. Kwanza kabisa ni elimu ambaye ameifundisha alafu akaitawanya kwa watu. Uko hai una elimu, itawanya kwa watu, ufundishe watu. Ufundishe. Tena hapa tunapata kwamba kwa sababu najua kwamba nikishamfundisha mtu hiki kitu akaendelea nacho, hata kama mimi sipo, kitakuwa kiko sawa sawa. Ni unatakiwa kweli pale umfundishe na kikae kweli kweli, kiwe ni chenyewe. Usije ukaacha katika vitu vibaya, ukamfundisha mtoto wako kuvuta sigara basi ukaondoka yeye kijana anaendelea kupiga fegi sana tu. Wewe kama ulikuwa unapiga 10 kwa siku, yeye anapiga 30 au pakiti nzima. Anajisifia. Umeacha athari nzuri hiyo? Hakuna kitu. Au wewe ni mwizi ukamfundisha kijana, anamwambia bwana ngoja tukufundishe kuiba. Au unamfundisha anakuwa mwizi, wewe umeshaondoka, yeye anaendeleza jambo hilo. Akipata madhambi hayo naona gawiwa hayo ya kuiba. Hivyo hivyo, kama vile kwenye kheri unagawiwa kheri na kwenye ubaya no gawiwa ubaya vile vile. Naona elimu ambayo umefanya nini? Elimu ambayo umeifundisha na ukaieneza, utaendelea kupata thawabu. Wa waladan saliha tarakahu, na mtoto mwema aliyemwacha utaendelea kupata thawabu. Asema wa mushafan warathahu, na msahafu ambao ameurithisha, ukanunua msahafu ukauleta msikitini. Hizo ni katika thawabu ndugu zangu. Mmoja katika wazazi wako wameondoka au wameondoka wote, ukanunua hata msahafu ukaleta msikitini mpaka utakapochakaa, wazazi wako wanaendelea kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au msahafu ambao wameurithisha, au masjidan banau, au msikiti ambao wameujenga, unaendelea kupata thawabu. Au baitan libni sabil banau, au nyumba ya wasafiri wakati wamesafiri wakakatikiwa na safari wakasimama sehemu fulani, umejenga nyumba kwa ajili ya wao kujihifadhi ili waendelee na safari yao, utaendelea kupata thawabu. Au naharan ajrau, au vile vile mto au maji kisima, unaona umefanya nini?
umeweka maji hayo watu wakaendelea kunywa bomba nini, au sadaqatun akhrajaha min malihi, au vile vile sadaka ambayo ameitoa katika mali yake, fi sihati, wakati una afya, wa hayati, na katika hai wako katika hai wake, yalhaquhu min ba'di mautihi, haya yote yatampata wakati yeye ameshaondoka katika dunia hii. Hapa tunapata ndugu zangu kwamba watu wanatakiwa wajitahidi kufanya kheri. Watu wajitahidi kufanya kheri mbali, tena kheri ambazo za kudumu muda mrefu. Ukiona kwamba kuna mti hapa wa matunda, useme jamani, na eneo lipo, unachukua na chembeka. Tena wewe ni mzee, unaenda unachukua unachembeka mwenyewe. Kwa nini unachembeka mwenyewe? Anajua kwamba mimi nikichembeka huu ukaendelea ukakua mpaka matunda yakatoka, mimi nitaendelea kupata thawabu nikiwa hai, hata kama nimeondoka nitaendelea kupata thawabu. Hivi ndivyo ilivyo ndugu zangu. Kwa hiyo nasema kwamba tujitahidi, mambo ya kheri yako mengi ambayo yatatupatia thawabu tukiwa hai, na hata kama tukishaondoka katika dunia hii tutaendelea kupata thawabu kwa hizi kheri nyingi ambazo tunazifanya. Unaweza kauliza, jamani, jambo gani ambalo nikilifanya basi mimi nitaendelea kupata thawabu nyingi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Vitu kama hivi, misikiti kama hii, wallahi tungekuwa tunafahamu ujira wa haya mambo kama misikiti, nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani hata kama una ng'ombe 20 unaweza kama, jamani, ng'ombe 10 hebu ziuzeni nijenge huu msikiti, mimi nitaendelea kupata thawabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabisa yani. Lakini mali tunazipenda sana, akhera tumeziweka pembeni. Sisemi kwamba labda mtu mwenye ng'ombe 5 10 akaziuze. Kuuza, ukiuza ni kheri, unajijengea mwenyewe. Usipofanya hivyo sio kwamba unalaumiwa, ni mali yako, utaendelea kufaidika katika kheri zingine. Almuhimu tunasema kwamba maiti anafaidika na mambo, miongoni mwa mambo kama hayo tuliyotaja yako mengi sana. Mimi siwezi kuyataja yote kwa muda huu ambao tunazungumza. Kwa hiyo nasema kwamba tujitahidi ndugu zangu, hasa mambo ya elimu haya, kuwafundisha watoto wetu ni mambo ambayo ni muhimu mno. Utakuta mtu anashindwa kumlipia mwanafunzi anasoma mambo ya dini hela kidogo, pengine wanaambiwa 30,000 au 50 au 100,000 tu mwaka mzima, anashindwa kulipa. Wewe unatengeneza pepo yako, unatengeneza kheri yako katika dunia hii na kesho akhera. Jamaa zangu wanacheka pale, anacheka anasema kwamba ustadhi anaanza kuambia wazazi watoe, na ni kweli tunasumbuana hawa jamaa mpaka tunapigana fimbo hao. Lakini mzazi akiambiwa kwamba sekondari kuna 200,000 300,000, mwanafunzi asiende bila hiyo hela, inatafutwa kwa udi na uvumba, anacharika kweli kweli mpaka anaenda nayo. Lakini katika dini ambao utaendelea kupata thawabu chini, sina maana kwamba labda sekondari watu wasudai, la, hiyo ni elimu ambayo ina manufaa. Elimu ina manufaa. Tutapata daktari atakuja kututibu, tutapata mainjinia watatutengenezea majumba, watatutengenezea barabara, tutapata wataalamu wengi wa kutupa manufaa katika dunia hii. Kwa maana kwamba sisi kudharau mambo ya dini, tusidharau na mambo ambayo ni ya dunia ambayo ni ya kheri. Tuwalipie sekondari na kwenye dini tuwalipie, ili waweze kufanya nini? Waweze kufaidika na sisi tuendelee kupata kheri kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu tukimani, mimi kwa haya machache nilikuwa nawakumbusha haya ili niweze kumwachia shekhe mwingine aweze kuendelea. Mimi nasema kwamba haya tuyachukue, hata kama umepata 2 3 yachukue, yafanyie kazi, yatakupa faida kubwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala awajalie kheri kwa muda wenu au kwa kusikiliza kwenu haya ambayo nimeyazungumza, na Allah awawekee katika mizani ya mambo mema siku ya kiyama. Nishi hapa nasema subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.